إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار عباد الله أيها المسلمون الكرام إن مما يسر به الإنسان ويرجو أن يقع في حياته في هذا الدار النجاة من الضلالة والهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة ولا تتحقق النجاة إلا بسلامة القلب وسلامة القلب بتزكية النفس قال جل ذكره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أي بقلب سليم أي سالم من الدنس والشرك عباد الله Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya baada ambayo tumeyatanguliza katika maneno ni kuwa sote tutajua ya kwamba Waislamu wote kila mwanadamu waachana na Waislamu hakuna jambo linafurahisha katika nafsi yake anatarajia litokee katika maisha yake katika hii dunia wala akhira isipokuwa ni kuokoka kutokana na upotovu uangamivu na adhabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hapa duniani pia wala tatahaqqaqu an-najaa na wala kuokolewa na adhabu kuokoka na upotovu duniani haiwezi kuhakikika illa bisalamatil qalb illa isipokuwa kama moyo uko salama wa salamatul qalbi na usalama wa moyo bitazkiyatin nafs ni ile nafsi iwe imetakasika kutokamana na uchafu iwe iko salama mbele Allah subhanahu wa ta'ala nafsi hiyo haina vita yoyote na Allah subhanahu wa ta'ala qala jalla dhikruhu anasema Allah subhanahu wa ta'ala akielezea siku ya kiyama anasema ni yaum la yanfa'u malun wala banun siku ambayo mali wala watoto hawezi kumnufaisha mwenye kunufaika illa man ata Allah biqalbin salim isipokuwa atakayemwendea Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na moyo uliosalimika qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsiri hadhihi al-aya ibn kathir rahimahullahu ta'ala mmoja katika watu waliotafsiri Qur'an anasema maana ya maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim wa moyo uliosalimika salimun min ad-danasi moyo uliosalimika na uchafu wa shirki na shirikina la'alla Sheikh rahimahullahu ta'ala anakusudia uchafu kitu fulani katika vitu ambavyo wanadamu wanafanya katika maasi wa minha albid'u katika hayo maasi inaingia ndani yake albid'ah pia akanukuu al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema qala an-Naisaburi rahimahullah na huwa Abu Uthman
amenukuu maneno ya Abu Uthman katika tafsiri yake al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kuhusiana maneno ya qalbin salim. Anasema al-Sheikh Abu Uthman an-Naisaburi rahimahullahu ta'ala, huwa al-qalbul khali, huwa moyo qalbun salim, ni moyo ulioepukana min al-bid'ah, umeepukana na bid'a, uko safi kabisa, hauna bid'a ndani yake. Wal mutma'innu, na huo moyo umetulizana ila sunna, umeshikamana sunna na mwendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo aliposema Sheikh rahimahullah min ad-danasi wa shirki, ad-danasi huna kad yakunu nifakan wa bid'ah, hapa uchafu uliokusudiwa inaweza kuwa ni unafik na bid'a. Ibadallah, qala Allah ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqsama, na pia ameapa katika maneno yake, biadad min makhluqatihi, katika idadi fulani ya viumbe vyake alivyoumba mwenyewe, al-kibar, vikubwa, ad-dalati, vinavyojulisha ala azamatihi, kuhusiana utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake azza wa jalla. Fi surati ash-shams, katika sura ash-shams anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiapa na vitu vingi, wash-shamsi wad-duhaha, mpaka kafikia maneno yake kusema Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafsin wama sawaha, wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Qala ash-shaykh ibn al-allamati الشيخ عبد الرزاق البدري حفظه الله تعالى، عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدري حفظهم الله تعالى, anasema katika kitabu chake alichokiandika al-Mufida, risala mufida, qad aflaha man zakkaha, akielezea maneno haya anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala, ay man sa'a fi tazkiyati nafsihi, yule aliyopupia kuitakasa nafsi yake, wa islahiha, na kutengamaa kwa nafsi yake, wa sumuwiha, na kupambika kwa mambo mazuri, bil istikthari, kwa kuzidisha katika nini, minat ta'at, kufanya matendo mazuri ya taa, ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wal khairat, na mambo ya khairi kadhaa aliyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini haitoshi hivyo, akasema wal ibtiadu anish shurur, na mtu kujeka mbali, wal ibtiadi minash shurur am anish shurur, na kujeka mbali na mambo ya shari, wasayiat, na mambo ya uovu, maovu katika maasi, tahaqqaqa salahuhu au tahaqqaqa falahuhu, itahakikika kufaulu kwake nafsi yake. Qad aflaha man zakkaha, akasema Sheikh hafidhahullah maneno tuliyosoma sasa hivi, qad aflaha man zakkaha, ay man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari min at-ta'ati wal khairati wal ibtiadi an ash-shurur was sayiat, tahaqqaqa falahuhu. Baada ya kuzungumza maneno haya akaitaja aya ambayo tumetaja kabla ya hapa, na haya maneno yanapatikana katika kitabu chake Ashru Qawaid fi Tazkiyati an-Nafs, misingi 10 ambayo inasaidia mwanadamu kuitakasa nafsi yake, kuiweka mbali nafsi yake na mambo ya uchafu na maovu, ikawa nafsi iko salama, ikafika mbele Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa mtu anasemekana ni katika wale walioenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim. Hiyo kitab ni Ashru Qawaid fi Tazkiyati an-Nafs, na sisi tutazungumza khutba yetu leo tukielekeza maneno yetu sana sana kutokamana na hicho kitabu cha Ashru Qawaid fi Tazkiyati an-Nafs, na hiyo ndio khutba na unwani ya khutba yetu. Walakin kulingana na muda tulionao, naakhudh ba'daha biikhtisarin hasaba taqatina bitawfiq Allah azza wa jalla, wama tawfiqi illa billah, wama tawfiquna illa billah. Tutazungumzia chache ama hata kama ni moja katika hiyo misingi, katika hiyo misingi madhubuti ya kuwezesha nafsi ya mtu kuwa mbali na uchafu wa ushirikina, bid'a na unafiki na mengineyo. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala al-bashir an-nadhir wa siraj al-munir
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. أما بعد، عباد الله, baada ya kutaja utangulizi uliopita, tutaingia rasmi katika qawaid ambazo alizitaja Sheikh hafidhahullah katika kitabu chake 10 qawaid fi tazkiyati an-nafs. Ya kwanza anasema at-tauhid huwa aslu fi tazkiyati an-nafs. Anasema tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, ndio asli na msingi wa watu kuzitakasa nafsi zao na kuziweka mbali na uchafu wa kila aina. Akataja hafidhahullah ta'ala maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kisha akasema maneno haya, inna at-tauhida, hakika ya tauhid, huwa al-ghayatu, ndio lengo kuu, allati min ajliha, ambalo kwa ajili yake khalaqana Allahu azza wa jalla, ametuumba Allah subhanahu wa ta'ala, wa aujadana, na akatuleta sisi duniani Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo kuu na madhumuni makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba sisi na kutuleta duniani ni kwa sababu ya kuhakikisha tauhid. Thumma dhakara hafidhahullah ta'ala al-aya allati dhakarnaha anifan. Hiyo aya tumeitaja. Wazada fi kalami, pia kazidisha katika maneno yake hafidhahullah ta'ala qailan, akisema namna hii, wa huwa aidan, na hiyo tauhid aidan, mihwar, ndio kiini na ngome asli da'watil anbiya'i war rusul, ni asli ya ulinganizi wa mitume na manabii. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ibadallah, ikiwa tauhid ndio kiini na asli ya dawa ya mitume, kila dai ambaye analingania kwa haki, analingania kuelekeza watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia, ni lazima iwe hii ndo asli kwake, aanze na tauhid. Kinyume na baadhi ya makundi katika makundi ambayo yanajiita kwamba ni watu wanaolingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakauhepa msingi adhim, msingi wa tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwao ni jamaatu tabligh wa da'wa, jamaatu al-Ilyasiyya al-Kandahlawi. Naam, wala yastaghrib, na wala sigeni, ala kulli da'iya, hali ni jambo la ajabu kwa kila mlinganizi, yuridul haqqa, anaitaka haki, analingania watu kuelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anna at-tauhid huwa awwalu ma yajibu alayhi an yad'u an-nasa ilayhi, kwamba at-tauhid ndio jambo la kwanza anahitajika mtu kuwalingania watu kuelekeza kwa tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Hiyo ndio sababu na msingi mkubwa wa watu kuzitakasa nafsi zao. Mtu akishakuwa ni mtu wa tauhid, polepole anaenda paka anaacha vile vinginevyo visivyokuwa katika mambo ya taa. Mambo yasiokuwa ya taa mtu anayaacha akiwa na tauhid, lakini kuwa na shirki ni asli kubwa na msingi mkubwa wa watu kuyafanya machafu yaliyobakia. Wa kauli nabii sallallahu alaihi wasallam, na sote tunajua kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imepokea al-Imam al-Bukhari kupitia kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma, akielezea kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Muadh bin Jabal kumpeleka Yaman kulingania. Lamma arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muadhan ila al-Yaman, alipomtuma mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Muadh kumpeleka Yaman kufanya ulinganizi, kuwalingania watu katika Uislamu, alimwambia maneno, na maneno hayo ndio ushahidi wa kwamba lazima anayeanza dawa yake tauhidi iwe ndio kipaumbele. Anamwambia, innaka, hakika yako wewe Muadh, taqdamu, unaenda kwa watu fulani, unaenda ala qaumin, unawafuata watu fulani,
min ahli alkitab, yani anataka kumwashiria kuwa unawafuata sio mazumbukuku kiasi hicho, wana ilmu washaisoma kabla yetu, wana kitabu wamekiegemea wakakisoma, pamoja na kuwa wana mambo wanaoyazua katika dini yao. Kwa hivyo ni watu wako na ilmu, wanaweza wakakuchallenge katika chochote kile ambacho utakizungumza. Lakini akamwambia falyakun, basi na iwe awwala ma tad'uuhum ilayhi, kitu cha kwanza utachowalingania uwalinganie wa ala an yuwahidu Allah, ila an yuwahidu Allah, walinganie welekee tauhid. Alafu akaelezea yale mengine katika mambo ya taat. Lakini cha kwanza na ndo mahallu shahid ni kuwa maneno ya Mtume sallam anaelekeza kwamba daia lazima aanze na tauhid. Hata kama watu ni wasomi, ukienda kwa wasomi fulani, ukitaka kujua kwamba hawa wasomi wako sawa sawa, waanzie na tauhid. Wakiwa ni watu wa shirki watakataa, watapigana na wewe, na utajua namna gani hawa watu wanashikamana na dini yao, namna gani wanaishi katika maisha ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hivyo ni kinyume na dawa ya Jamaatu Tabligh. Wao hudai madai yao, wakasema sisi tumefika katika miji ambayo kuna wasomi ndani yake. Kwa hivyo sisi tunachokifanya ni kuambia watu waswali, ama mambo ya tauhid wasomi watafanya. Mbona Mtume SAW alimwambia Muadh, taqdam ala qaumin min ahli alkitab, wasomi, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahidu Allah, ni wao wampokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakumpea msingi wa kuwa ukienda adha na sala, kwa sababu wale watu tayari wanajua mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. La, ukija kulingania katika kijiji ama ni mji, kitu cha kwanza katika misingi ya dawa ni at-tauhid. Na hiyo ndio sababu kubwa ya watu kutakasa nafsi zao na kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia tauhid, pamoja na kuwa ni asasi na asli ya watu kumwelekea Allah kisawasawa na kuzitakasa nafsi zao, tauhidi pia ni awalu wajibin, ni wajibu wa kwanza, limuridin, kwa yule murid, ni wajib kwa murid, ama ala almurid, yule ambaye anataka nini? Dini al-Islam, anaitaka dini ya Uislamu. Mtu anataka dini al-Islam, anataka kuingia Uislamu, faman arada ad-dukhula fi al-Islam ama fi dini al-Islam fa alayhi at-tauhid. Awalan, anayetaka kuingia katika Uislamu, kuonyesha kwamba mimi nimeshatakasa nafsi yangu, sitaki kufanya mambo ya kufuru na shirkiyat, lazima kwanza aseme la ilaha illa Allah. Na hicho ndo kalma ambacho kinafanya nini? Kinasaidia mtu kuingia katika Uislamu. Na hiyo ndo tauhid. Ibadallah, tukizungumza katika jambo, lazima tutazungumza upande mwingine kinyume, ili jambo liekeke salama zaidi. Atakayekosa kufanya tauhid, akafanya kinyume na tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala anamkemea makemeo makali ya moto na adhab. Wakatawada Allahu al-mushrikin, Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea na kuwakamia washirikina, alladhina la yuzakkuna anfusahum bitawhid wal iman, wale ambao hawazitakasi nafsi zao kupitia tauhidi na iman, bil adhab, Allah anawaambia kuwa tawadhibu ashadid, adhabu kali, bil adhab ashadid yawm al-qiyamah, siku ya kiyama. Faqala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala kasema katika Qur'an, wa wailul lilmushrikin alladhina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Na wao kuhusu akhira wao wanakufuru na kupinga kuhusu na jambo la watu kufuliwa na kulipwa matendo yao. Na tafsiri ya maneno hapa az-zakah, la yu'tuna az-zakah, al-mufassirun wanasema hiyo ni tauhid. Imam Ibn Kathir ama Sheikh hafidhahullah Abdurrazzaq al-Badri katika kitabu chake ananukuu maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Anasema, amesema Ibn al-Qayyim, qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, qala aktharu al-mufassirin, wamesema wengi katika wanaotafsiri Qur'an,
mina salaf, katika wale waliotangulia. Na hapa ni ajabu tunaiona leo, watu wengi wanaegemeza kwamba neno la salaf ama madhhabu salaf ni kitu fulani kimetungwa na watu fulani kikaletwa zama hizi. Tunasikia maneno ya salaf kutoka kwa kinywa cha alim katika ulama wa sunna wa kutoka zama hizo, karne ya 7 na ya 8. Anasema wamesema wengi katika wanaotafsiri Qur'an katika salaf wema waliotangulia, wa man ba'dahum, na wale waliokuja baada yao, hiya tauhid. Hapa la yu'tuna zaka, at-tauhid, hawafanyi tauhid, la yu'minuna billah. shahadatu an la ilaha illa Allah, ana tafsiri anasema ni shahadatu an la ilaha illa Allah wal iman alladhi bihi yaskul qalbu, na imani ambayo kupitia imani hiyo moyo unakuwa umetakasika. Wa huwa aslu kulli zakatin wa nama, nayo ni asli ya zaka. Na zaka katika upande wa lugha ni ziyadatun fil khair, ni kuzidika mtu akapata ziada katika khair. Wa nama pia inamaanisha az-ziyada. Kwa hivyo haya maneno yana tafsiri mengineyo. Hili neno nama na zaka lina tafsiriana, kwa sababu ukifanya tauhid kunakuwa na khairi nyingi zinakupata mja wa Allah, lakini ukiingia kinyume chake, Allah subhanahu wa ta'ala na maneno mengi anasema katika Qur'an. Tuchukue baadhi yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mbora wa viumbe, aliyembali kabisa na ushirikina, lakini anamwambia walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, hakika tumekufunulia wewe na wale waliokuwa kabla yako mitume wote. walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk, ukifanya ushirikina wewe Muhammad, wa huwa abadu min ash-shirk, wa huwa abadu an ash-shirk sallallahu alayhi wasallam, na mtume ako mbali kabisa na ushirikina alayhi salatu wassalam. Allah anamwambia la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Na pia ashirku ni sababu ya watu kukataza kusamehewa dhambi zao, hawawezi kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala iwapo watakufa aliyakuwa na ushirikina hawajatubia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya ushirikina atakayekufa aliyakuwa ni mshirikina, hakutubia katika dhambi hilo la shirki, lakini anaweza kusamehe hilo chini ya hapo kwa anaowataka Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma na uadilifu wake. Pia Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha pepo kwa mwenye kufanya shirki na akafa juu yake. Man yushrik billah faqad harama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni haramu kwake yeye kuingia peponi. Allah amemharamishia pepo na akajalia makazi yake ni motoni, na wale madhalimu washirikina hawana kuwanusuru. Ibadallah, kwa hivyo kupitia tuliyosoma, tuliyosikiliza, hakuna njia nyingine isipokuwa watu kufanya ikhlas, kuziokoa nafsi zao kupitia ikhlas. Ala lillahi dinul khalis, Allah anahitajia sisi tufanye ikhlas kwake. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala anatuahidi sisi vitu vizuri la tutafanya tauhid. alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ikiwa tunataka tuwe na amani duniani na akhira, ni juu yetu kufanya tauhid. alladhina amanu, walioamini, walam yalbisu imanahum bidhulmin, na pia hawajachanganya imani zao, hawajachanganya tauhidi yao, bidhulmin ay ashirk, hawajachanganya imani zao wakachanganya na shirk. hao ndio wenye kupata amani, wa hum muhtadun, na wameongoka duniani na akhira.
wanaepushwa na upotovu duniani na wanaepushwa na adhabu ya Allah kesho akhira. Ibadallah, maneno huenda yakawa mengi. Elam rahimakallah ya Abdallah, jua na ufahamu Allah kurehemu wewe mja wa Allah, annahu la zakata linafs illa bitahqiqi at-tauhid, hakuna kutakasika nafsi isipokuwa mtu hakikishe tauhid, afanye kweli kweli mambo ya tauhid, wa ifradillahi bil ibada, na kumpekesha Allah katika ibada, wa ikhlasil amali lah, na pia kufanya ikhlas katika amal. Ala lillahi dinul khalis, wala yakfi dhalik, na wala pia haitoshi, illa ma takhlisin nafs, isipokuwa mtu achanganye kujiweka katika tauhid, haitoshi bali uchanganye jambo hili, uiokoe nafsi yako na kuitakasa kutokana na ushirikina, bijamii anwa'ihi, kwa sampuli zake zote, iwe ni akbar ama ni asghar, wa mimma yunaqidhu, na yale ambayo yanapunguza at-tauhid au yudhaifuhu, yanapinga tauhid, yunaqidu at-tauhid au yudhaifuhu, ama yakafanya tauhidi kawa dhaifu katika matendo ya ashirku al-asghar na nifaq na mambo ya bid'a na mengineyo. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi والسالكين لمنهجه بإحسان إلى قيام الساعة وسلم. الحمد لله رب العالمين.